His grace. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo today ningetaka tumalizie huo ujumbe concerning giving. Today we are doing the part 3. Tumefanya part 1, part 2 and today is part 3. Probably before I forget, tuko na harusi ya Pastor Murithi tarehe 27. You guys can stand up. Huyo ndiye anaitwa Mr. and Mrs. Julius. Amen. Amen. They are son of this ministry. Tuko na harusi yao 27 na nafikiri hii ni mara ya pili kutangaza jambo hili. Kama uko na jambo lolote linaweza sababisha we cancel the wedding, unaweza kuja uniambie so that usituletee kinyulilo wakati wa harusi. Maana kuna watu wanakuanga na mazoea wakati wa harusi ndiye anakuja kupiga duru pale nje na kusema tulizaa na yeye. Inakuanga hivyo. Kama mlizaa na pastor kuja saa hii. Yeah, because these are happening. Ni kweli. Yeah, unakuta watu wakati wa harusi ndio wanakuja kupinga. Haiwezi uganishwa. Na sisi tunakujulisha vizuri sana hapa, tuna wanaume wako na misuli. Tutakutoa nje bana hiyo hiyo. Kwa hivyo kuja saa hii na ukuje na huyo mtoto na certificate. Na haya yanafanana na pastor. Sana. Maana wamekuwa kwa ndoa for the last 12 years na wako na watoto ni vizuri kutangaza mambo haya, maana saa hii wanaenda kuofficiate their wedding. Na ninajua ya kwamba Mungu atafanya mema. Wale ambao mmejiandikisha kwa sababu ya kusupport this wedding, please do it for us because Pastor Murithi and the family, they are the sons of this ministry. They have been very supportive to me. Na ninajua ya kwamba Mungu anaenda kutenda mema. Thereafter tutakuwa na launching ya kanisa yetu ya Katani. Yeye ndiye anaenda kushikilia hiyo kanisa. Na kwa hivyo tuliona ni vizuri asiende kabla hatujamalizana na yeye in terms of kuwa na pete. Amen. Wanaume fanyeni hivi. Wangapi hawana pete? Hiyo mkono huna pete. Tunataka muwekwe pete kwa hizo vidole. Hii kitu mnaona hii inazuia mambo mingi sana. Hii inafukuzaga the enemies at a bay. It keeps the enemies at a bay. Mwanamke akiona uko na hii, kuna some respect, ni kweli? Lakini akiangalia aone vidole zinakaa ni kama anaweza kuwa tempted kuuliza kama kuna mtu. Kwa hivyo Pastor, God bless you. You can sit down. So the other thing, kuna meeting tumetangaziwa Tuesday. Wapendwa, baada ya sherehe za Labor Day, ningewaomba kuanzia saa 10 tukuje zote. Na make sure umekuja na mgonjwa. Amen. Ukuje na mtu ambaye anahitaji kukombolewa, ukuje na mtu ambaye anahitaji maombi. Maana hiyo siku ninataka tuombe na tuombee hizo issues. We shall have a powerful miracle service na ninajua ya kwamba Mungu atafanya maajabu. Mungu ameniambia ya kwamba hizi vipawa ametupatia zifanyishwe kazi. Otherwise tukilalia vipawa ambazo Mungu ametupatia ataona ni kama hatuna haja na anaweza rudia. Si ni kweli? Na ni vizuri tuzifanyishe kazi. Kwa hivyo Tuesday on evening, watu wa praise and worship na wale wengine wa sawa, nataka by saa 10 vinanda ziwe zinalia hapa kwa sababu watu hawatakuwa kazi. Ni kweli? Tukuja tutafute Bwana na tuwe na turuhusu Roho wa Bwana afanye kazi. Maana ibada za Sunday haikuwa rahisi kuombea watu, maana kuna watu amekuja hapa tu awasa aende akafue na mwingine akafanya shughuli zake. Ndio maana mnaonanga nina restrict masaa sana kwa sababu ninaelewa people have limited time. Si ni kweli? Hapa ni Nairobi. Kwa hivyo kama unahitaji Bwana kutembelee kuja hiyo Tuesday na pia Wednesday na pia Friday tunakuanga na ibada ya jioni. Na wale hamkuji ibada za jioni mnafanya makosa. Tumekaa manyumbani karibu mwaka mzima kwa sababu ya corona. Na wengine bado watu hawajatosheka kukaa nyumbani. Kama tumekaa mwaka mzima, let's add some days when it comes to worshiping God so that we can revive our heart and our spirits. Ni kweli? Ambia jirani yako, Jumanne tuko hapa kuanzia saa 10.
Ukiwa wewe mwingine mwambie pastor amesema Jumanne saa 10 tuko hapa. Na mkuje na wale watu wako na mahitaji. I'm serious about it. Amwaletei mimi, mnaletea Yesu. Tukuombea wakose kufufuka. Kwani ni sisi sio tunafufuka? Unajua watu wanapanga kuombea viwete, ati watu watasemaje kwa mimi naweza kufanya kiwete. Kwa jina la Yesu amuka, usipoamuka weka. Kwa jina la Yesu pona, usipopona kaa. Sio mimi naponyanga. My work is easier. Lakini kwa sababu you want to draw attention, mtu asipopona unaona sasa watu watasema mimi sio, I don't care. Sio mimi naponya. Lay the hand upon the sick, the Bible says. The rest leave it to God. Kwa hivyo mimi nataka mlete watu ambao wako na mahitaji ile sugu. Abia jirani yako pastor ameitisha watu wako na mahitaji sugu. Mpaka sasa wengine wameanza kuigua na uoga, wasiwasi. Mwambie leta watu. Mungu atafanya kazi. Amen. Please pia Wednesday tuko na deliverance service. Squeeze skip Wilson Mulili akisema ni deliverance service. Sikuji kuona tu watu. Mimi nimekuja kuombea watu deliverance and miracle service. That is my gift. You have to be specific. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuambia watu kujeni tu muone ni pamoja na kuniona. Let's pray for people to be delivered. Amen. And also ninashukuru Bwana kwa sababu nimeandikiwa karatasi ya registration ya welfare. Wale hamjaingia kwa welfare, please make sure you do that for your own good. Now, today ningetaka tumalizie huu ujumbe ambao tumekuwa tukijifundisha for the last I think 2 weeks now. Na today is the final day concerning giving. Na leo nataka tuangalie kuhusu tutaangalia kuhusu nini? Understanding the purposes of giving. Understanding the purposes of giving. Na ningetaka tusome kitabu in the book of Genesis. Understanding the purposes of giving. Tutasoma vitabu kadhaa, but we just begin somewhere. Tutaanza na kitabu katika 2 Samuel. Sorry, sio Genesis. 2 Samuel chapter 24 and verse 24 and 25. 2 Samuel. Pastor, you can read for me if you don't mind. Chukua mic. Now sanitize the mic. Now sanitize your mic. 2 Samuel 24 and 25. Nitasoma 24, 25. But the king replied to Araunah, no, I insist on begging for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor, and the oxen paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered his prayer on behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Amen. If you read from the verse 1, Maandiko inasema, and again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, go number Israel and Judah. For the king said to Joab, the captain of the host which was with him, go now through all the tribe of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye all the people. Now, wapendo, hapa kuna a very inspiring story ambayo itatufundisha mambo kadhaa. Ni wakati ambapo tulifundishwa asubuhi kuhusu nini? Kuhusu toba, si kweli? Na hapa wana wa Israeli kama kabila zingine, ninaamini they are not different from any other tribe in Kenya. Walikuwa na mazoea ya kusogelea Mungu wakati kuna mahitaji au wakati kuna shida, na wakati mambo hayako mabaya wanaenda mbali na Mungu. And hiyo ndio ilivyo mazoea na watu wengi. When people have problems, they are very quick to run to God. Mtu hana kazi, unaona hatoki kanisani. Mtu ako na shida za familia, anatafuta Mungu sana.
But when these problems are over, most of the people tend to run away from God. Na hiyo ndio ilikuwa desturi na culture ya wana wa Israeli. They were always out, on and off. Sometimes in God, sometimes out of the presence. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tumeambiwa kuanzia verse 1, God is not happy this time with the children of Israel. He is not happy. Now ukisoma maybe 23, 22 downward there, you see why. Na sasa kwa sababu Mungu hapo amefurahia wana wa Israeli, ni alikuwa anataka kuwafanyia kakitu, kuwachuna kidogo. Kila mtu aseme kuchuna kidogo. Na kama vile Mungu alivyo au kama vile maroho yalivyo, spirit do not assess a man without ground. Maroho huanga hayaingilii mtu pasipokuwa na ground. Na ndio maana dhambi inakuanga a very big foundation to give the devil legality to attack your life. Na ndio maana huwa tunajifundisha hapa, please, if it is very much possible, stop sinning. Maana dhambi itafungulia shetani mlango na atakutanika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu ako na hasira na wana wa Israeli na anashindwa hawa watu. Why do I believe? Because ninataka kuwachuna. Na sasa he moves the heart of David to be tempted to count Israel. Na siku zile ilikuwa hatia, ilikuwa dhambi kuhesabu wana wa Israeli. Maana yake ni hii: wakati mfalme anahesabu wana wa Israeli, ni kumaanisha ya kwamba his strength is no longer in God, his strength is in the multitude, in the army, in what he is in what he handles. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kulikuwa na sheria hiyo ya kwamba wana wa Israeli wasihesabiwe. Na hapa Mungu anataka kuchuna watu wake. Bwana Yesu asifiwe. And move the heart of David to do sin by counting the Israelites. Na hivyo ndivyo David alienda akahesabu wana wa Israeli, lakini one of his army officer akamwambia mkubwa, lakini unajua hii jambo hili ni kinyume na maandiko. Jambo hili ni kinyume na kanuni za Mungu wetu. Tutajiletea balaa, tutajiletea vituko. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kusema hivi wapendwa, kuna mambo ambayo unaweza fanya you live to regret because of the consequences that they bring around in your life. Na ni vizuri sana wakati unapokuwa tempted kufanya mambo fulani, ujiulize gharama ya mambo haya ni gani? Maana Daudi nafikiria hakujua au hakuhesabu gharama ya mambo haya. Akamwambia the army officer, just go and count them. Enda uhesabu. We need to know how many they are. And he went and counted the multitude and the people of Israel. The Bible says, baada ya Daudi kuwahesabu wana wa Israeli, Mungu akatuma nabii, akamwambia enda ulize Daudi, maana amefanya jambo hili mbele zangu. Angetaka nifanye nini na yeye? Maana hili jambo anajua ni kinyume. Why did he have to count them? Ask him to choose one of the three punishment I'm releasing in his life. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma vizuri, Daudi akapewa punishment tatu. Moja ilikuwa akimbishwe na maadui zake miezi mitatu. Sema maadui. Ya pili ilikuwa miaka 7 ya ukame. Na ya mwisho ilikuwa ni miezi 3 ya tauni. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi jambo hilo likawa zito sana, maana sasa akajiuliza nitakuwa namna gani? Akaambia Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu wa huruma, niruhusu nianguke kwa mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Mungu akamwambia kidole, utaanguka kwa mikono yangu. Alifikiria mikono ya Mungu ndio rahisi. Wapendwa, acheni niseme namna hii. Ni vizuri sana kutofungua mlango ambao utakuletea shida katika maisha. Daudi alipoanguka katika mikono ya Mungu, maandiko inasema Mungu akaja kuharibu, akaja kuchukua kile Daudi alikuwa anataka kukifanya Mungu wake. David was running or was turning away from his God to depend on his army. Mungu akaanza kuua wana wa Israeli. Diposa Daudi kile alikuwa ame-idolize, Mungu akaanza kukiharibu. Na the Bible says, malaika wa Bwana akasimama na upanga, akaua wana wa Israeli in their thousands. They fell until David. Akamwambia Mungu, kondoo hizi zimefanya nini?
it is me who have sinned against you and my family. God, please deal with me and my family. But God knew the problem of David is not his family. The problem of David is his idols. Ask your neighbor, what is your idol today? Bwana Yesu asifiwe. Wala mmetuwekea pesa kama miungu zenu na zinawatoa kwa Mungu Baba, God is going to deal with your money and you are not going to like it. Wala mmeweka watoto kama miungu zenu, God is going to deal with your children and you are not going to like it. Maana tunatumikia Mungu mwenye wivu, kupingana na kila chochote kinachotaka kukutoa kwake. We serve a jealous God. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wapendwa, we need to be balanced as believers. We need to make sure there is nothing that comes between us and our God. Not even our spouses, not even our family members, not even our job. We must make sure that we don't incite our families against our God. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli Mungu akawaua. Daudi akauliza Mungu na kuomba dili na mimi kuliko wana wa Israeli, lakini Mungu hakusikia. Malaika akazidi kuinua upanga. People are falling down and dying. Bwana Yesu asifiwe. Daudi, Mungu akamwambia vile utafanya, maana ninaendelea kuangusha moja kwa mwingine, itabidi utoe dhabihu, itabidi utoe sadaka ya kusimamisha tauni hii, maana maombi na dua sala zako hazitaweza kusimamisha tauni hii. Wapendwa, kuna sehemu maombi yetu yasipowekwa sacrifices and offering hayatafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Amen. Akaenda kwa mwanaume anaitwa Arauna, akamwambia ninataka unipatie kisehemu niweze kuinulia Mungu madhabahu. Naye Arauna akamwambia mkubwa, hauhitaji kujisumbua, maana mimi nitakununulia uwaja, nitakununulia dume ya dhabihu na nitakufanyia kila kitu. Daudi akajua hii sadaka haitakubalika, maana haijanigharimu. Akaambia Arauna ya kwamba hautagharimika, ni mimi nitagharimikia mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini wapendwa? There is a place where sacrifices play part. There is a place where prayers play a part. There is a place where you are giving yourself to God plays part. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pa sadaka wapendwa, tusiweke mambo mengine. Mahali pa maombi wapendwa, tusiweke mambo mengine. Mahali pa matendo wapendwa, tuwekeni matendo kwa jina la Yesu. Amen. Are we together? Yes. Na baada ya kutoa sadaka hiyo kwa Mungu, maandiko inasema malaika wa Bwana, the sword stayed, kisu au panga ukakwama au kawacha kuua wana wa Israeli. And that is how David and Israelite waliobaki waliponea. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ninaongea kuhusu giving. It is not a topic that most people like. Maana kutoa, watu wengi hatuna mazoea haya kutoa. Lakini kama vile wapendwa tumesikia kuanzia asubuhi, dada yetu ametushuhudia kuhusu huyo dada aliyekuwa na mazoea ya kujitoa kanisani na kutoa mali zake kwa ajili ya Mungu. Wakati wa tauni ulipofika, God of heaven alisimamisha gari ya moshi. Na wapendwa, wale hamjui, gari ya moshi hainaga breki kama za motorbike. Gari ya moshi hainaga breki kama saa hizi magari zetu ndogo hizi. Gari ya moshi haisimamagi kwa reli. Does not stop. Once you are found on the rail, you are as good as dead. Itapita na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wa mbinguni anaye uweza wote, ikabidi asimamishe gari ya moshi kwa sababu ya mmoja aliyekuwa amemcha yeye, kwa sababu ya mmoja aliyekuwa ametoa moyo wake kwake, kwa sababu ya mmoja aliyekuwa ametoa mali zake kwa Mungu. God can stop a railway. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kusimamisha gari ya moshi ambayo it is advancing on your way. God can stop tauni. God can stop the adversities that is advancing on your life. God can stop it in Jesus' name. But you must be a giver. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Wapendwa, niseme namna hii. Giving is powerful. And there is nobody in the Bible, as I told you last Sunday, who rose, who was elevated to a place
to a notable place in the society who was not a giver. If you read many stories of the people who we read from the Bible, the centurion, amen, the Cornelius, Abraham, name them, all of them, there is connection between their giving and their elevation. There is connection between their promotion and their giving. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kama we are going to have an impact on this society, if we are going to have the power to possess it, we must be givers. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Today I don't expect much, amen. Lakini wapendwa, I am telling you the truth. If we are going to have power to have wealth, we must be givers. Amen. We must be givers. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Therefore, as you abide in everything, in faith, utterance, knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that you abide in this grace. This is the church of Corinth that Paul is writing to. Anawaambia wapendwa, mnapoendelea kuinuka katika mambo yote, katika imani, Bwana Yesu asifiwe, katika hekima au maarifa, katika upendo. Akawaambia Wakorintho pia, msibaki nyuma katika hali ya neema ya kutoa. This is Paul. He is writing to a church in the New Testament. Akawaambia wapendwa, ninapenda kanisa hili, lakini wapendwa, mnapozidi kuinuka katika hali ya upendo, katika hali ya hekima na maarifa, msipunguze neema hii ya kutoa. Kwa hiyo grace of giving is required in church. And if grace of giving is required in church, then giving is necessary in church. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapendwa, mnajua tumefika mahali ambapo Wakristo kidogo, we want everything free for nothing. We don't want to pay cost of anything. Na wapendwa, mnataka mkumbuke, I'm talking about offering. I'm not talking about tithe here, because we have many forms of giving. Are we together? Kwa hiyo Paul akawaambia, I don't speak by commandment, but by occasion of the frankness of others, and to prove the sincerity of your love. In short, love can be proved sincere by giving. Ya kwamba wapendwa, tumetotoa kwa mambo mengine, lakini we have to prove our love to God by becoming givers. Bwana Yesu asifiwe. No love that is complete without giving. For so God loved the world that he gave his only begotten Son. When love is complete, love gives. We can't say that we love God and we are not givers. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi sema wapendwa tunampenda Mungu and we don't want anything to leave our heart. If you love, you give. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? And in fact, love is measured by giving. What is the value of a man? If you want to know the value of a man, look what God gave as a value of a man. He gave his Son. So how valuable are we? We are as valuable as what God gave for our sacrifice, his Son. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, nikitaka kujua wewe ni mtu aina gani when it comes to love, I just check the area of your giving. How much have you given yourself to God? How much have you given to God? What is your sacrifices and your offering to God? That is the measure of the love you have for God. Bwana Yesu asifiwe. Paul akawaambia Wakorintho, do not go down, do not reduce, do not, let this grace abide, the love, the grace of giving. Bwana Yesu asifiwe. 2 Corinthians chapter 9 and verse 11 says, now he that ministers seed to the sower, both ministers bread for the food. He that ministers seed to the sower, both ministers bread for your food, and multiplies your seed sown, and increase the fruit of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Wapendwa, maandiko inasema hapa, kwa wale ambao wana mazoea ya kutoa mali zao, there is God who provided or who given bread for food. Kama wewe sio mtu wa kujitoa na kutoa mali zako, the only thing that God will give you, he will give you bread. Now wapendwa, bread means it is what
it is from heart to mouth. Ni kile unatumianga na kinaisha hapo. Lakini wale watu wako na mazoea ya kujitoa na mali zao, God give them more than a bread, he give them a seed. And you know it is from a seed we get the increase. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nataka kusema namna hii, if we are going to abide in the grace of abundance, we must be givers. Na ninarudia mambo haya wapendwa, we must be givers. We have no option. People have prayed to become wealthy, but to never become wealthy by prayers. Forget it. We must be givers. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, God giveth seed to the sower. If you are a sower, God will give you a seed. If you are a eater, God will give you a bread. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Uliza jirani yako kama yeye anapewa mkate au bebe au both. How do you know unapewa mkate? It is because all the time you never have enough. Amen. Hard to mouth. By faith hauna kitu. Lakini wale watu ambao they are faithful, they are givers. They are given the seed and they are given the bread. Seed for sowing and bread for eating. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaombea kwa jina la Yesu, let's become faithful so that when God disperses, atupatie seed and the bread. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Are we together? Yes. Proverbs chapter 29 verse 27 and 27 says, he that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eye shall have many curses. Wapendwa, let us abide in the grace of giving. Let us abide in this grace. Isiwe mali yako itakuwa wakati utakufa. Watu wakikuja kuomboleza na kuguzika. Amen. If we are going to abide in the grace of abundance, we must be givers. Nimejizoesha mimi hata wakati ninapotembea kwa barabara. I have trained myself to be giver. I make sure every day, hata kama sio pesa mingi, na pia mtu bawa 50 100 ikiwezekana. Because I have come to realize there is graces that you never attract, especially the grace of receiving and abundance if you are not givers. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Ninaangalianga Waislamu wakati wanafanya swala zao, ni swala au inaitwaje? Sala. Na unakuta hawa watu wametushinda na jia na kona mingi. When they finish their praying and fasting, they normally gather people who are not privileged in the society. Na wanakula pamoja na jamii na watu kwa sababu wanaelewa the power of giving. Lakini unakuta sisi wa Kristo, we are so selfish. Mtu anaomba maombi ya kufunga na kuomba. Anaomba one day. Na anapomaliza kuomba unasikia kiambia mama, niletee breakfast hapa. Sasa hivi kufungua anafungua. Niletee lunch na niletee supper. Anataka ile chakula yote angekula mchana, akule yote jioni kwa sababu amefungua. Huyo ni mtu ambaye haelewi. What is the true fasting? The true fast, it is when you fast, you calculate how much you have spent for food. You take it to the house of God. You give it to the poor. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kuitisha breakfast, lunch, yote unataka ukule jioni. That is not a true fast. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta wapendwa, hawa watu kwa sababu ya kutumia kanuni ambazo sisi wenyewe tumeignore, they have become wealthy, they have become prosperous. Angalia biashara nyingi ni akina nani wameshishika hata mlolongo hiki. Wale wako na biashara kubwa kubwa ni watu ambao tunasema hawajui Mungu wa ukweli. Lakini wa Kristo ambao tunalala tukiomba na tukikesha, unakuta biashara zetu zimedhoofika na hazina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. There is a place we have run away from. Kuna sehemu wapendwa tumeachilia. We need to understand the principles of God never changes. We have to abide by them if we are going to have the result. Bwana Yesu asifiwe. Niliambiwa na ndugu mwingine, ndugu zetu Waislamu wakienda kwa town, the first thing they do, huwa wanatoa viatu na wanasubuka mchi. Hiyo kitu iko katika Old Testament, right? Maandiko yanasema mahali tutaenda tukanyage miguu yetu na miguu yetu kuisha opposite, right? Do we do it here? No. We don't do it. In fact, hata most of us wakati tulikuja mlolongo, nani alitoa sacrifice akapelekea kuhani akamwambia ninataka hewa ya mlolongo inifanye? Who did it? Tuliingiana na mlolongo na tukalorogana. Na ndio maana tumelorongwa na maroho ya mlolongo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, lazima tuelewe siri za kumiliki.
lazima tuelewe siri za kuinuka kifedha. Amen. Lazima tuelewe siri za kuwa na nguvu za kupata mali. Maana wapendwa, injili hii tusipokuwa na mali hata kuipeleka mbele ni ngumu. Kama sasa tunahitaji video kama hizi basi. Tumeiba hapa sijui miezi ngapi. Lakini ukiangalia people are willing but they have nothing in their pocket. Amen. Video kama hizi basi ni pesa ngapi video kama hizi basi? 70 to 100k. Si ni kweli? 70 to 100k, right? But why are we still? Kwa sababu hatuna. Tungekuwa nazo hapa. Sio tungekuwa tunatumia hizi simu. Bwana Yesu asifiwe. That's why we need the power to attract wealth so that we can serve God with our substance. Nimwambia la sana ya kwamba one of the problem with believers, tulipoteza maana ya worship. Tunafikiria worship ni kuja tu hapa kuruka na kusifu Bwana na kelele, which is okay. Lakini the true essence of worship, Moses told Pharaoh, hatuachi hata kwako. Maana the true essence of worship is giving. Pharaoh hakumwambia mnaweza kwenda na ng'ombe lakini msiende na ngoma. Pharaoh alijua. Aliwaambia msiende na ng'ombe na mifugo na vitu kama hizo, maana alijua the true essence of worship is giving. Naye Moses alielewa, akamwambia na sisi hatuachi hata kwako. Wapendwa, ukija katika ibada usipotoa sacrifice, dhabihu yako, sadaka yako nzuri, that worship you have given to God is not complete. Na ndio leo amen ni kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapendwa, we have to tell one another the truth. We have for a long time stay in our cocoons of comfort but through deception. We need to face the reality. Amen. Unajua huko kwetu kulikuwa na dini ilikuwa inaitwa Kavonoki. Kavonoki ni ile dini ilikuwa inafaa nguo mrefu. Kavonoki. Na walikuwa wanaamini the poorer you are, the closer you are to God. Let's be honest. The poorer you are, the closer you are to God. Is it true? I believe the poorer you are, the harder it is to be close to God. I believe that. Maana mtu ambaye hana haja na mahitaji ya mwili, why should you bribe and you have it? Why should you steal and you have it? Bwana Yesu asifiwe. But imagine you love God but you have nothing. You will compromise. Na ndio maana wapenda na wafili mambo haya, na ningetaka muelewe, it is for the good of this church. It is for our own good, so that we may rise in the area of finances. Bwana Yesu asifiwe. Haina haja tunakuja hapa tunasisimuka wapendwa. Tunasisimuka and then at the end of the day tukiomba Mungu atupatie mali, hana ground ya kutubarikia mali. Bwana Yesu asifiwe. My desire is next year a time like this, watu wale wamebarikiwa kiasi kwamba tukisema tunajengea Mungu cathedral, watu watatu wanasimama wanasema I am going to gharimikia pande moja na mwingine nitagharimikia pande nyingine, because people are blessed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sio tunakuwa na jaa na inaanza na mchungaji kwa madhabahu anatoa milioni na toshana hivi kwa sababu hata hakukula jana. There is no blessing in that. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wapendwa, giving is not an option, and I'm talking about specifically giving offering because we have many forms of giving. Na ninajua ya kwamba if we are going to change the way and the attitude of our giving, especially offering, our lives are going to change. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? We have different forms of givings. Write down types of giving. Types of giving. Bwana Yesu asifiwe. Types of giving. We have so many types of giving ambazo ningetaka niwatajie, then tuendelee tukimalizia. One of the types of giving is called tithes. Malachi 3:8. Tithe, Malachi 3:8. 2, thanksgiving offering, thanksgiving offerings. Leviticus 22 verse 29. Leviticus chapter 22 and verse 29. And also Psalms 50 verse 14. Number 3, seeds. Seeds, Genesis 8:22. Genesis 8:22. And also 2 Corinthians chapter 9 and verse 8.
Number 4, sacrifices. Sacrifice ni zile dhabihu watu huwa wanatoa sacrificially. Something that is so precious to you, you give it out to God because of a particular need. Sacrifices is a form of giving. Bwana Yesu asifiwe. Number 4, burnt offerings. Burnt offering. These were mostly done in the Old Testament. Leviticus chapter 1 and verse 3. Leviticus chapter 1 and verse 3, and Deuteronomy chapter 12 and verse 6. Number 5, first fruit offerings. First fruit offerings. Hizi ni matoleo yale ambao mtu hutoa wakati umevuna shamba kabla hujauza, hujakula, unaleta katika nyumba ya Bwana. First fruit offering, it is very important. Deuteronomy chapter 26 verse 10. And number 6 and the last one, free will offering. Exodus chapter 5 and verse 29. Free will offering. All these are forms of giving. Lakini ile watu wako na ufahamu wake sana ni hii inaitwa tithe, maana watu wamefundishwa. Lakini all other these forms of giving, they are important. Can I repeat them? Yes. Amen. Tithe, Malachi 3:8. Tithe, Malachi 3:8. Thanksgiving offerings, Leviticus 22 and verse 29, and also Psalms 15 verse 14. Number 3, seed, Genesis 8:22. As long as the earth remain, seed time and harvest time will never cease, the Bible says. Seed, Genesis 8:22, and also 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. Number 4, sacrifice or sacrifices. Number 4 is sacrifices. Number 5, burnt offerings, Leviticus 1:3, and also Deuteronomy chapter 12 verse 6. Number 6, first fruit offering, Deuteronomy 26 verse 10, and number 7, free will offering, Exodus chapter 5 and verse 29. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Now understanding the purposes of giving. Write it now. Understanding the purposes of giving. Why do we give? Why should we give offering in particular? Number 1, giving is a form of worship. Giving is a form of worship. 2 Corinthians 9:6-15. Giving is a form of worship. When we give, we are worshiping. God, we bless you. God, I honor you. How do you honor Him? Not only with your lips, but you honor Him with your giving. So giving is a form of worship. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, Pastor? 2 Corinthians 9:6-15. Giving is a form of worship. Giving is a form of worship. Are we together? Yes. Giving is a form of worship. So after praising and jumping and kupiga shangwe, go back to your pocket. Go back to your offering. Give it to God. It is worship. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, giving offering. Help believer to be detached from the spirit of greed. Giving offering help believers to be detached from the spirit of greed. Luke chapter 12 and verse 15 says, and he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Roho hii ya greed, roho hii ya ulavi. Greed ni tamaa, na hakuna mtu hawezi kuwa tempted na roho hii ya tamaa. One way of defeating the spirit of greed as a believer, it is to give offering. Offering detach you and me from the spirit of greed. Pale watu mnasikia na kutoa kitu katika nyumba ya Bwana unasikia kuisha. If you want to defeat that spirit, become givers. Be a giver and make sure you give something that costs you, something that you remember. Usiwe unaangusha sadaka hata huwezi kumbuka ulitoa nini. Angusha sadaka ambao huwezi sahau wiki kadhaa sijazo. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Number 3, it is a sign of covenant. It is a sign of covenant, love and commitment to God. Giving is a sign of commitment, covenant. Covenant is an agreement between two people, between you and God. Kwa mfano wana wa Israeli wako na maagano ya kubarikiwa. Muisraeli wherever he goes, he is blessed. Bwana Yesu asifiwe.
Mwana wa Abrahamu, mwana wa Israeli, wherever they go, they possess, they prosper. They have a covenant with God of Isaac, God of Abraham and Jacob. Nisikia juzi wakati kumekuwa na vita baina ya Hamas na Israeli. Hamas walikuwa wanalalamika kwa sababu wanatuma missile inabadilisha mkondo inarudi kwa kuwapiga. Na wakawa wakisema Mungu wa Israeli anawapigania, because how do you throw a missile and then inabidukia kwa hewa inawaua? Yani the covenant God made with Isaac, with Abraham, Isaac and Jacob, it is still working for them. Now one of Israeli, they don't even believe Jesus. Lakini the covenant they had with their forefathers, it is still working for them even today. Bwana Yesu asifiwe. So if we are going to get into the covenant of blessing, we must be givers. We must be givers. Everybody say giver. Bwana Yesu asifiwe. So giving is a sign of covenant, love and commitment to God. Number 4, it is a sign of maturity, an assurance that you are capable to receive God's promises. It is a sign of maturity and assurance that you are capable to receive God's promises. Ni dalili ya kukomaa na kupata hakikisho ya kwamba Mungu anaweza kukuahidia mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. It is a sign of maturity and assurance that you are capable to receive God's promises. So when we give, we show that God we are mature enough to handle more. Kama unakataa kutoa 1,000, you are just telling God, I'm not ready to handle 10,000. If you can be faithful with 1, you can be faithful with 2. If you can be faithful with 10, God can entrust you with more. So when we are failing to give, we are just telling God we are not mature enough. Na unakuta wapendwa, wale watu wakati tunaokoka, maana mioyo yetu haijapeana kabisa kwa Mungu, watu wengi wanakuwa na shida na kutoa. But as you continue to mature and understand these things, hauna shida na kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna wakati nilikuwa na shida na kutoa tithe. Na ninajikuta sometimes nimeikula. Lakini shida ya kukula tithe inakuwa mingi kuliko kutoa. Mambo inaenda hivi, kazi nini, unajikuta ile pesa hata huwezi jua. Na hiyo ndio predicament most of us are in. Unakuta huwezi eleza pesa yako inaishaga wapi na inaanziaga wapi kuisha. Wala mko na hiyo shida, angalia maeneo ya tithe. You have problem in faithfulness. Wala watu nasikiaga akikwambia mimi nilikuwa na 15,000 na sijui imeisha aje. Most of the time they have problem with faithfulness in tithing. Bwana Yesu asifiwe. So tithing, a giving, demonstrate to God that we are mature enough. Are we together? Yes. We are mature enough to or capable to receive God's promises. Number 5, giving is the only way that God has allowed us to test Him. Giving is the only way that God has allowed us to test Him. And especially in tithe, the Bible says, test me, says the Lord. You see whether I will not open the doors of heaven and release a blessing for you. Na niliwaambia hivi, hatutajiriki kwa sababu ya kujiminisha sana wapendwa. Wealth and riches is a grace, it is a power that comes from God. And when God gives you that power, you attract the wealth. We don't receive wealth by running after wealth. We receive wealth by attracting it. And the way to attract wealth is by receiving that grace, that power to attract it. What else is it? Lakini kuna watu wangapi hawalali wakapumzika ya kutosha kwa sababu they are always looking for money. Nilikuwa na my cousin alikuwa anafanya kazi 24 hours. Anakuja wale pake anafanya kazi, watu wakichukuliwa jioni, akitoka asubuhi anaenda kampuni nyingine tulikuwa tunaita Vuka pande ya Orbit. Na alifika mahali tukamwambia ndugu yangu utakufa because how do you work 24/7? Why was he doing this? Tamaa ya pesa. Anafanya kazi mpaka mwili. Do you know mwili haiwezi kataa kufanya kazi. But eventually utaanguka na utakufa. Kwa sababu sasa yeye alikuwa anajitafuta kwa njia zote.
na unfortunately hata walio hajazipata. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo watu wanafanya. Unakuta mtu anajua apate mali atajiriki. But most of the people they die poor. Because you don't get it because you want it. You get it because God have given you the power and the grace to receive it. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says there is that one who holdeth. Kuna yule mtu hushikilia sana ndiposa apate. Lakini the Bible says he just tend to poverty. Yani huishia maskini. But there is that one who scattereth. But he only get honor and riches. Bwana Yesu asifiwe. Mapendo kushikilia sio njia ya kupata, kuachilia ndio njia ya kupata. Abia jirani yako kuachilia ndio njia ya kupata. Mimi ninataka hivi kwa hii kanisa na naomba Mungu kwa jina la Yesu. Lazima tukemee roho ya umaskini na roho ya ukiwa kwa njia ya Biblia. Amen. We must rebuke this spirit. Kwa sababu sio roho ya kuleta heshima kanisani. Niliwaambia hapa kuhusu ndugu mmoja alienda kuhubiria tajiri. Na wakaenda wakiwa wawili wakamhubiria sana. Na huyo mwanamume akawaambia injili yenu ni nzuri lakini nikiwaangalia ni jai na wasubua. Na akawapatia akarudi kwa mfuko kwa akapatia sijui pesa ngapi waende kwanza wakule washibe alafu wakuje wamweleze sasa maneno vizuri. Na nafikiria hata ukifanya hivyo huwezi rudi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo ilivyo. Tumekuja makanisani lakini watu walio nje hawaoni the desire, they have no desire of our God because they don't see what he has done for you and me. They don't see God in action. We just tell them about God in theories, but they want to see God in action. Ukiambia mtu Mungu ni mzuri, unamwambia ni mzuri kwa sababu unaona hii ni hama yangu. Unaona hii ni nyumba yangu. That is how we should live. Our God is not poor. Why are we poor? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko number 5. We are looking at the purposes of giving. Tulisema number 1 it is a form of worship. Amen. Giving is a form of worship. Na nashukuru Bwana kwa sababu ya waibaji leo. Tumeiba vizuri sana. Lakini baada ya kuiba lazima sadaka ziletwe hapa. Amen. Lazima ziletwe hapa for our worship and our praises to be complete. We must give. Niliwaambia mimi mwenyewe I don't preach and teach what I don't do. Mimi nilijitoa kwa sababu ya kazi hii ya Bwana. To an extent God appeared to me one day and one night na akanionyesha zile mali zote nimetoa na akaniambia my servant you are blessed and your name is Israel. Na kuanzia huo wakati mimi ndio niliacha kusumbuka. Unajua wacha niwaambie. Hii mambo ya kukula nyama Edman, I don't believe we should have more than abundance. Ni kweli? We should have more than enough. But hii mambo ya kukula ati unangojea mwisho wa mwezi ndio ukule kanyama, nafikiria that is not glorifying God. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huo ndio wakati nilianza kuona at least ninaweza kula nyama bila kupangia. Lakini si unapangia kula nyama ni kama kwenda ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe. Au unakula nyama hiyo inaanza na yeye. Matumbo, mabufu, mara, maini, madhariko. Bwana Yesu asifiwe. That is not God. Amen. It is not God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua watu wataki kuambiwa ukweli. Wakija kanisani wanataka waambiwe mtabarikiwa. I receive. Una receive nini wapendwa? Let's tell one another the truth. No receiving without giving. Haina haja kusumbua watu bure for nothing. No receiving without giving. God does not break his word to bless you. You must abide by it for you to prosper. Bwana Yesu asifiwe. Ninaombea kwa jina la Yesu. Shida zitaondoka kwa familia zetu. Lakini na sisi lazima tukubali kufanya kile Biblia inasema. Amen. The Bible says somewhere, give it shall be given unto you. Not pray, not praise. Give. It shall be given unto you. Good measure. Pressed down.
Shaken all together and running over. Shall men give to your bosom? Not even God. God shall command men to bring blessing unto your bosom. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati juzi, wakati kulikuwa na lockdown, mimi ni kwa simu nilikuwa na 3500. Na sasa makanisa imefungwa na mnajua watu kama sisi wengine ni full time. Tuliacha kazi na tukaambia watu bye bye. Nakumbuka dada mmoja alikuja akaniambia, "Wewe pastor wewe, unajua kule nilikuwa nafanya kazi, tulikuwa tunakula maharagwe na ugali." Sasa akakuja akaniongezea yake akaniambia, "Hebu kula mingi." Nikamuuliza unafanya nini? Akaniambia, "Wewe, hebu kula mingi unaenda Jangwani." Sasa kwenda huko ni kwenda Jangwani. Bwana Yesu asifiwe. To them they believe. For you to have, lazima ujisumbue kabisa, ni kweli. But serving God is more than what? Amen. Tangu nilipoingilia hii, ndivyo nimeanza kuendesha gari. Ndio nimeanza kujenga kwangu. Because God is not a man. If you become faithful, I told you last Sunday, if you become faithful, the system will reward you right. If you do right, the system will reward you right. If you do wrong, the system will not favor you. It will reward you wrong. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakumbuka wakati wa zimefungwa juzi. Wacha hiyo ya kwanza, hii ya juzi. Nikauliza my wife, sasa kumefungwa, makanisa imefungwa. Na unajua washirika wengi wanakuwa na pastor Sundays. Wakikosa kuonana na yeye dibage. Amen. But me I have a covenant with God. I shall never lack. Me I'm blessed by the way. Mimi blessed. Sasa nakumbuka hiyo asubuhi nikiomba saa 9 Mungu akaniambia hiyo 3500 tumia fulani so. Na it was a bit hard because nilikuwa na hesabu sasa hii 3500 lakini tena nikiangalia 3500 itanisaidia na nini? Ni gari itaweka mafuta au nikula? So nikatii tu kulikuwa Saturday usiku nikiomba. And the following morning ndio niliona simu yangu imeingia 65,800. Na tata sio mshirika. Mimi hata nilifikiria ni mtu amekosea. Uliza jirani yako kama ni wewe ungeni. Sio role. Nikagoja kidogo anipigie simu aniambie nirudishie pesa. Hakupiga, nikaona message nyingine. Ati pastor nimeamua nikutumie kitu kidogo. Nimeona nikutumia kitu kidogo. Kuna ahadi nilifanya na Bwana na saa hii ndio imetimia na nikaona lazima nitimise hiyo ahadi. 65. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako wewe ulitumwa ngapi? Wapendwa, men will not bless you unless they are commanded. Amen. Men will not bring blessing unto you unless they are commanded. Amen. Hautakumbukwa kwa sababu unataka kukumbukwa. Utakumbukwa kwa sababu umetii maagano na inafanya kazi kwa maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hautatajirika kwa sababu unafanya kazi kama punda. Kama kutajirika ni kwa sababu ya bidii kama punda, basi punda wangekuwa matajiri wakubwa. But why are we still begging? Why are we still wallowing in poverty? It is because we have disobeyed the principles of the word. Let us not cheat ourselves. Principle to receiving is giving. Bwana Yesu asifiwe. Leo na expect amen ni kidogo. Lakini najitia nguvu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu wako na mazoea ya kuhubiriwa na kusisimuliwa na kudanganya. Mimi sitaki niwadanganye. If you are going to arise in the area of wealth, we must follow what God says. Amen. Nikamuuliza huyo mwenye alinitumia, "Sasa wewe ni nani?" Akaniambia, "Mimi nilikuwa mshirika kitambo. Nilihama huko." Na sasa nikajiuliza, yani huyu kama mtu alihama huku, ni nini imemfanya atume huku? Nikajua huyu ni mtu ambaye amekamatwa shingo namna hii akajua na Mungu. Unajua ni dhabihu yangu ile dhabihu ya ilituma 3500 ndio ilikamata mtu shingo akajua tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, wacheni niwaambie, if we are going to arise in the area of finances, we must be faithful. But so long as we are fighting and condemning and demonizing
Mhubiri akihubiri kuhusu kutoa, watu wanafikiria it is because he wants sadaka. Wacha niwaambie, mazoea haya yanafanya kanisa la Yesu likae kwa ukiwa na umaskini. People don't want our God. We have nothing to show to them. Bwana Yesu asifiwe. Na niliwaambia hapa siku nyingine, there is a tendency in men to pledge loyalty to those who deem or those whom they think they have contributed their success. Utainamia yule ambaye unafikiria ndiye amekusaidia. Kama ni mganga utamuinamia. Kama ni Mungu amekusaidia utamuinamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia jirani yako, you have to be faithful. Amen. Amen. Hebu muulize kama anakuwa faithful. Niko na 5 minutes. Giving is a form of worship. Are we together? Giving is a form of worship. Number 2, we have said what? Giving, offering, help us or help believers to be detached from the spirit of greed. Yani kutoa, wakati unakuja hapa unatoa shilingi yako 500 1,000, inakusaidia kushinda roho hii ya greed. Maana roho ya greed is real in the world. People are killing one another for greed. Unasikia mtu zile pesa ako nazo account. For example, ukiwa na 1 billion in account. 1 billion. Do you know how many years you can spend that money? Walifanya hesabu wakaona, wale ambao mnajua hesabu vizuri. If you have 1 B in the account, you can live for 80 years and you spend 1 million every month. Lakini unakuta mtu ako na 10 billion and he's still killing and murdering because of greed. For us to defeat the spirit of greed, hiyo roho ya umaisa na tamaa na greed, be a giver. Defeat it by giving. Bwana Yesu asifiwe. Abraham, I know you have waited for your son Isaac long time, but I don't want him to become a small God to you. Give me your son. Abraham akawa detached from his son, though he waited for him for a long time. Bwana Yesu asifiwe. You never have money if you are not detached from money. Najua hiyo haiendi vizuri. Tunafikiria wakati tunaipenda sana ndio itakuwa mingi. Wakati unaipenda ndio inatoroka. Pesa zina kiburi sana. Hello. Uliza jirani yako. Kama ni separate na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua fulani, cheza na pesa yake. Number 3, we have seen it is a sign of covenant. Love, commitment to God is a sign of covenant. When we give, amen, we get into the covenant of blessing. Tunaingia katika maagano ya baraka. We get into the covenant of blessing. When we give, we show commitment to God. We show our love for Him when we give, because you can't love and fail to give. God, I love you with an empty mouth. These people, hawa watu wananipenda na midomo, lakini roho zao ziko mbali na mimi. So for you to demonstrate that your heart is in God, where your treasure is, that is where your heart is. You give to Him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kini watu wakisikia pastor anahubiri mambo haya, huyu mtu na pesa. Sasa okay. Lakini wanasemaga watapatia Mungu. Tupa pesa juu Mungu achukue. Tupa juu achukue. You bring it here. Number 4 is a sign of maturity and assurance that you are capable to receive God's promises. Number 5, we say it is the only way that God has allowed us to test Him. Malachi 3:15. Number 6, I think this is the last one. It is a way of honoring God and acknowledging Him